Usiku wa Aprili 7 ni usiku usiosahaulika kwa Bwana Mustafa, ambaye alipoteza watoto wake watatu kwa ajali ya moto. Kupoteza watoto watatu wa familia moja katika ajali ya moto si msiba tu, ni msiba mzito usiobebeka kwa urahisi. Lakini katikati ya simanzi hii, kamanda wa polisi mkoa wa kipolisi Temeke, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Kungu John Malulu, ameamua kuketi, kutenga muda, kuipa faraja familia iliyogubikwa na mawingu meusi ya kuondokewa na wapendwa wao. Huu si tu ushuhuda wa kiutendaji, bali ni utu, faraja na uwajibikaji, lakini pia ni utamaduni wa Mwafrika, ni utamaduni wa Mtanzania. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Hamjambo kabisa. Ndio. Jamani, habari ya kwetu? Hamjambo. Habari zenu? Tunashukuru. Asante sana. Karibuni. Asante. Karibuni kabisa. Kuja kuwasalimia. Tunashukuru. Habari ya kwetu? Kwamba serikali ikapanganika kuja kuwaona wananchi wake. Mungu lete amani. Asante sana. Asante sana. Familia Bwana Mustafa. Jamani, habari za kwetu? Salama tu. Hamjambo. Kae sasa. Mambo yanaenda. Mungu asaidie. Unaendelea. Nashukuru. Sikia. Ni kidogo nimepitia sehemu fulani hivi. Hapa naweza kusimama na mazoezi kwangu. Au unasemaje hapa? Yes sir. Binadamu moto kwa moto. Sasa. Sema unakumbuka support kidogo. Kweli. Leo tumeona tumekuja kukusalimia tu. Basi nashukuru. Tukasema tukuletee chakula kidogo. Nashukuru. Sasa nilipata kusema miezi miwili mitatu imepita, tukamwona Bwana Mustafa na maofisa wangu na askari. Sawa. Wakajigusagusa walipojaliwa na Mwenyezi Mungu. Imepatikana chakula kidogo. Naomba kupokea chakula kidogo. Asante. Letea mpendwa wetu Mustafa chakula kidogo kimsaidie pia kwenye shida kubwa. Basi Tunashukuru. Hicho tu bwana. Sio kuwasalimia. Tukaona tukuletea chakula kidogo tena. Basi inshallah. Asante sana kwa watu wangu. Kwa pamoja. Mwenyezi Mungu ajalie. Sahihi. Uwe moyo. Uwe tunaangalia sisi wananchi wenu. Nashukuru sana. Asante sana. Jina langu naitwa Hamid Salumu. Nashukuru sana kwa afande RPC kutokea kwake, tena kumenifurahisha kwa sababu hili tokeo ambalo lilimtokea bwana Mustafa lilikuwa ni tokeo la kubwa. Kapoteza watoto watatu, alafu kapoteza mji wake. Kwa hiyo nimefarijika sana kufika kwake. Mimi ninatoa rai kwamba wazidi kuendelea kuwa na moyo wao huo, ili kutupa sisi watawaliwa au wananchi kuwa na imani na uongozi wa serikali.